Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jengo la ghorofa 6 lililopo maeneo ya Masaki jijini Dar es Salaam limenusurika kuungua moto baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kuzuia moto uliowaka katika ghorofa la 6 ambapo chumba kimoja na sebule vimeungua, huku kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kinondoni ASF Jacob Chacha akieleza chanzo cha moto kuanzia kwenye eneo la kinyozi. Akizungumza katika eneo la tukio, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ambaye alifika katika eneo la tukio la Masaki akitokea katika ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, ambapo waziri mkuu alitembelea eneo la soko la simu 2000 mawasiliano jijini Dar es Salaam kufuatia ajali ya moto iliyotokea Aprili 4, 2026 ambapo uliteketeza vibanda 280 vya wafanyabiashara ndogo. Uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea, huku jeshi la zimamoto na uokoaji lilifanikiwa kuokoa vibanda 280. Waziri Katambi amelipongeza jeshi la zimamoto kuwepo kudhibiti moto huo, kutounguza vibanda 280 katika eneo la mawasiliano sambamba na kudhibiti moto wa eneo la Masaki na kuokoa jengo hilo la ghorofa 6. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Nadai kwamba alikuwa amepumzika na akasikia kuna hitilafu imetokea katika eneo la AC. Kwa moto huu ukatoka kwenye AC ukafikia kwenye godoro na then escalate kuelekea maeneo mengine. Kwa hiyo mara baada ya kufika tuliweza kupambana na kuhakikisha moto usambai kuelekea maeneo mengine na hatimaye kufanikiwa kudhibiti moto huu. Kama moto huu usingedhibitiwa, madhara yake yangekuwa ni makubwa. Kama unavyoona, jengo ni la ghorofa 6. Jengo lina floor 6, lakini kilichokuwa kimeathirika na moto huu mara baada ya kudhibiti moto ni chumba kimoja na sebule moja ndio imeathirika na moto huu. Kwa hiyo katika jengo lote la floor 6 ni eneo dogo tu ambalo. Kwa hiyo ni kwanza niwapongeze na kutoa shukrani za dhati kwa wote wapangaji ambao katika jengo hili kwa quick response, kwa sababu ukiangalia nature miundombinu ya hapa, endapo inatokea kuna dharura yote, ni lazima watu watoke katika sehemu ya riski kuelekea kwenye sehemu ya better safety zone. Kwa hiyo mara moja waliweza ku-evacuate na kwenda maeneo salama kusubiri utaratibu, na vyombo husika vya usalama vilivyofika vyenyewe ndio vilikuwa vina kazi ya kupambana na kupokea maelekezo na maelezo kutoka kwa wahusika hapa namna kufanya. Kwa kimsingi hakuna madhara makubwa kwa binadamu ambayo yamepatikana, na kimsingi hakuna madhara yoyote kwa binadamu ambayo yameripotiwa, isipokuwa tu kuna baadhi ya dokumenti na vitu vya ndani, maana godoro na sebuleni pale ndio vimeathirika na moto huu. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, hakuna changamoto yoyote kubwa ambayo imepatikana katika hii isipokuwa maeneo haya. Kwa nitoe rai na wito kwa wananchi na wamiliki wa majengo wote ambao wana majengo kuhakikisha kwamba wanachukua kinga na tahadhari kwenye majengo yao. Leo hii nimeona hapa, nimeshuhudia kuna jengo hili lina miundombinu ya zimamoto ambayo imetusaidia kuweza kukabiliana na moto huu, lakini pia wana reserve ya maji ambayo imesaidia pia kupata maji katika eneo hili. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna hizo portable fire extinguisher zipo ambazo pia zimesaidia kwa kiasi kikubwa kupambana na moto awali wakati jeshi zote zilikuwa zinakuja na madhara. Kwa hiyo ndio kutoa rai na kwa wengine wenye wanaomiliki majengo kuhakikisha kuwa kwanza wanaomba kukaguliwa na jeshi la uokoaji kupitia sheria yetu ya mwaka 2007 jinsi inavyoelekeza kwamba wanapaswa wao kuomba kukaguliwa, na sisi tutafika kwa katika majengo. Lakini kama hiyo haitoshi, mara baada ya ukaguzi kufanyika, wanapaswa kuzingatia ushauri wote ule ambao unatolewa na wataalamu na wakaguzi ambao wanapita katika maeneo yao na kuwashauri. Zile recommendation za msingi sana wakizingatia kuanzia kuweka mifumo ya kugundua moto, mifumo ya kuzima moto, reserve water tank na mifumo yote hizo portable fire extinguisher, kwa maana vifaa vya awali vya kupambana na moto. Wakizingatia ushauri wote ambao unatolewa na wataalamu wanaofanya ukaguzi huu, kazi yetu itakuwa ni rahisi sana, lakini pia tutahakikisha tunaokoa maisha ya watu na mali zao kwa mapana yake. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.